Usiweke mzee. Acha nimshikilie huyo. Usikumshikilia mimi. Twende kazi. Acha ni
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت العليم الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. اجعلنا يا من حقق وعرفت الله وثابت وعلينا بكل فتنة ومحنة إنه عباد الكريم الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Huyu kijana anapewa sana, lakini sasa shida ni moja, nyumba hii liende niingie nisingi, tumwambie Allah tabaraka wa taala masharifu wako hapa aingie na mimi udkhul fi silmi kafa. Tena ngale misamboi kama nzuri mashallah, sikukweli roho. Aiyo, huyu lazima tumwezeshe kwa hali na mali. Aiyo, tena babake anawezesha watu, lazima pia kumwozesha. Vitabu hivyo vingapi? Viwili. Mashaallah, Allah kujalie kheri. Kwa hiyo sasa hivi inshallah tunampa Sheikh Daud, Allah mhifadhi, atupigie ayat 2-3 katika sura Al-Hujurat. Falyatafaddal mashkuran maajuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أنا خلقكم من أنفسكم أزواجا أن خلقكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم صدق الله العظيم. Takbir. Maisha ya bwana harusi na maisha yetu sote na wale ambao kwamba watakuingia katika jambo kama hili, semeni amina. Ndio nimewaambia amesoma tu katika hizo riwayati hizo kubadilisha, lakini ametumia ni tariqatu Shatibiyya, sio hii ni sura, ametumia njia kwa kwamba ni ndogo ya sura kubra ni taiba bin ashir sah ya nas kama natu jamian. So sasa hivi inshallah tunakaribisha shekhe wetu na pia tunamwona shekhi imamu wetu wa msikiti Imam Ali kabisa, amependeza, semeni mashaallah, wallahi amependeza. So inshallah tunamkaribisha shekhe wetu Sheikh Said, ni mtu ambaye kwamba ametupa ushauri pia akampatia kijana ameingia. Sheikh Said inshallah dakika mbili tu, dakika mbili. Tafadhali inshallah shekhe wetu. Haina ruhusa ishatolewa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على كل حال. Ndugu zangu Waislamu, kwa majina naitwa Sheikh Said, wachache ambao wananijua, na huwa sana sisi huwa tunafanya kazi ya kushauri, yani counseling and guidance. Ndio kwa sababu Ustadh Marzuq ameniita hapa. Katika ndoa tunafurahia vijana wetu kuoa, mabanati wetu kuolewa. Leo hii tumekaa chini na mashekhe na vijana na watoto wetu na wajukuu wetu, tunafurahia ndoa tunaifanya. Na katika ndoa hiyo ndo kazi yetu sisi, tunashughulikia mambo za ndoa. Ndoa inataka subra, ndoa inataka mtu akae na ukakamavu, kwa sababu kuna changamoto za ndoa. Changamoto za ndoa huwa zinakuja. Leo hii tunacheka, baada ya siku 2-3 tunakasirikiana na mke wangu ama na mke wako. Kwa sababu gani? Kuna challenges kidogo imetokea katika familia ya bwana ama katika familia ya mke. Na vitu kama hivyo ndio inarudi kwetu sasa sisi walimu tushauri. Haswa nalenga katika vijana ambao kwamba wanakuja sasa kuibukia. Vijana wetu, haswa vijana wetu Waislamu, ukiona wewe umefika umri ya kuoa, oa haraka. Kuoa ni jambo sunna. Kuoa inakukingia vitu vingi katika hii dunia. Kuna changamoto, kuna maradhi, kuna nini. Oa utulie na mke wako, sio unajaribu kutembea huku na huku. Hii dunia haishi, lakini sisi wanadamu ndio tunaishi.
Sasa hii nalenga hasa vijana wetu, unapofika umri ile ya kustahiki ukae na mke wako au utafute mke, sema. Siku hizi mambo ni rahisi, mambo ni rahisi sana. Wajua, kuna wengine labda hata kuzungumza na banati hawezi, lakini sasa kuna sehemu unaweza ongea na walimu wa kidini wakakushauri ukapata mke mzuri na ukakaa naye miaka mingi. Sasa leo hii shekhe letu, ndugu yetu anapata jiko lake, sisi ni kumtilia mkono na kumfanyia dua ili ndoa yake iweze kufunguka vizuri, akae na familia yake, apate familia nzuri ili aweze kujenga familia yake. Ndugu zangu Waislamu, tufanyeni subra sana katika jambo la kuoa, kwa sababu hizo ni mambo ambayo kwamba inatukuma kwa ofisi kila mara. Tufanye subra, na ukiona kuna challenges ziko mahali, tunajaribu kuita walimu wa kidini, unakaa nao chini, tunashauriana. Hii ni nasaha kidogo najaribu kupatiana, kwa sababu najua challenges ya ndoa zipo, sivyo? Zipo. Sasa ala kulli hal maruzuku, nawaambia vijana wetu washikamane na dini na wawache mambo ya kizina. Kama mtu anataka kuoa aseme nimetoka, utaoa. Ama unafuata mwalimu na mwambia mwalimu anajua hizi ni vitu tunajua. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika Sheikhna.